Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni ibada ya asubuhi, ibada ya morning glory. Ni siku ya 5 katika mafungo yetu ya kumaliza mwaka wa 2025 na kuombea mwaka wa 2026. Leo ni siku ya 5, siku ya Ijumaa ya Friday prayer. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka katika kitabu kile cha Luka mlango wa 30 Luka mlango wa kwanza mstari wa 34b, na neno la Mungu linasema, litakuwaje neno hili? How shall this be? Litakuwaje neno hili? Na mada inayotuongoza katika mafungo haya ya mwaka huu, from how to who, from how to who, na tunaongea juu ya inawezekana. Kauli mbiu yetu pale, inawezekana. Somo letu la leo ambalo tunasimama nalo asubuhi ya leo ni mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali. Mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali. Mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali, na tutaangazia kwa ufupi na kwa uchache lihau la Yusufu na lihau la Farao kwa ajili ya dunia, yaani maswali ya Yusufu na maswali ya Farao yalipokutana kwa ajili ya dunia. Na somo letu la leo ni kutoka kitabu hicho cha Mwanzo, ule mlango wa 41 mstari wa 15 mpaka wa 46. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 15 mpaka wa 46, na mimi nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kuinifasiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuitafsiri. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, na tazama ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza, wale walionona. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. Kisha nikaota katika ndoto yangu, na tazama masuke 7 yanatoka katika bua moja, mema yamejaa. Na tazama masuke 7 membamba dhaifu yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke 7 mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. Yusufu akamwambia Farao, ndoto yako ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7, ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu
nimemwonyesha Farao atakayeyafanya hivi karibu. Tazama miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, na kisha kutakuwa na miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote ikasahauliwa. Kisha nchi ya Misri kisha katika nchi ya Misri na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao akajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba na nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akamwambia watumwa wake, tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mikononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu Safenati Ponea, akamwoza Asenati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Amen. Na hili ndio neno la Bwana. Na tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi online, masafa ya mbali, mahali duniani kote. Ninawaombea na uatilie akili ya wenye haki watoto wako, utupe kuelewa na kufahamu na maandiko. Utubariki sasa na daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, kama tulivyo angalia katika utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo, ninaendelea kuwakaribisha. Leo ni siku ya 5 katika mafungo yetu maalum. Tumekuwa na tabia ya kuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka unaoisha, lakini pia kuombea mwaka unaofuata, na ni mwaka wa 2026. Ni pamoja na kuiombea mipango yetu yote. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu angalau relax kidogo tu. Ndio, mabomu yamepita. Hebu punga tena pamoja na mimi, alafu relax. Hallelujah. Oh yes, oh yes, oh yes. Nataka kusema nini? Yaani mna sura inayotisha ukikaa huku mbele. Nataka uondoe trauma. Yaani hiyo trauma ambayo unatembea nayo, na hiyo huzuni
uiondoe kwenye uso wako, alafu umwangalie Mungu anayeweza kuleta tumaini tena katika maisha yetu, maana hata sasa lipo tumaini. Haleluya. Wapendwa wa mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wewe ambao umepata nafasi ya kushiriki pamoja nasi. Na hapa tunazungumza juu ya litakuwaje neno hili. Neno kuu linalotuongoza, litakuwaje neno hili. How shall this be? Litakuwaje neno hili. Na somo letu la asubuhi ya leo, mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali. Mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali mengi. Na hapa tunaangalia katika kauli yetu kama tunavyosema juu ya mada pana tunayoitafakari, from how to who. Lakini tunaangalia lihau la Yusufu na lihau la Farao kwa ajili ya dunia. Ninazo hoja chache asubuhi ya leo za kitheolojia na kifalsafa. Kwanza, mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali ni yule daima anayetembea na kauli hii maishani mwake: litakuwaje neno hili. Litakuwaje neno hili. Mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali ni yule mtu daima anayetembea na kauli hii maishani mwake: litakuwaje neno hili. How shall this be? Mabibi na mabwana, katika maisha haya ya kawaida, sio kila mtu ambaye anatembea na emotion, anatembea na nidhamu, anatembea na adabu, anatembea na anaishi katika falsafa hii ya Mariamu. How shall this be? Kuna watu ambao wanasema bora liende, kesho itajisumbukia yenyewe, na hajali hata kidogo. Kuna mama ambaye ni responsible mama, ni mama mwenye majukumu, ambaye kila saa anawaza juu ya mtoto wake, juu ya familia, juu ya nyumba. Ukimwangalia huyu mama sura yake, ana siku za mafungo za kuombea watoto, ana siku za mafungo za kuombea uchumi na afya ya familia, ana siku za mafungo hivyo. Ana swali, how shall this be? Walikuwepo wamama wawili wakati ule kule Yerusalemu, mke wa kuhani Eli na Hana. Hana alikuwa na swali, how shall this be? Litakuwaje neno hili, nazeeka, sina mtoto, ni tasa. Lakini kuna mama mchungaji, mke wa kuhani, anaitwa Eli. Yeye anabadilisha perfume, anabadilisha wanja, anaishi free. Hawa ni wanawake wawili walioishi mahali pamoja, walikuwa wanasali kwenye madhabahu moja. Na huyu mmoja ni msharika wa kawaida, na huyu mwingine ni mwanamke, mke wa mchungaji. Anahangaika na rasta zilizotoka siku za jirani, vitenge, mitindo. Ana maisha haya. Lakini hakuwa mwanamke mwenye aliyekuwa anatembea na falsafa na kauli na emotion ya Bikira Maria. How shall this be? Hata kidogo. Ilikuwa kuna kucha, tarehe zinapita, miaka inapita, watoto wake wapo. Watoto wakafanya zinaa kanisani, madhabahuni. Mama wala hana habari. Hata alipoambiwa hakuweza kuwagombeza wala kuwakataza. Lakini Biblia ninayosoma inaniambia aliingia mwanamke mara moja kwenye hilo kanisa. Jina lake ni Hana Tasa, mwenye swali ndani yake, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Akaomba Mungu ampe mtoto kwenye ile madhabahu. Akampa Samueli, na Mungu akamsaidia. Samueli ndiye ambaye amesimama kuwapaka mafuta wafalme wawili. Mfalme wa kwanza wa Israeli Sauli,
na mfalme wa pili anaitwa Daudi. Hawa wanawake waliishi pamoja katika mji mmoja. Mmoja aliharibikiwa na kupotea, lakini hata Hana alikuwa na mke mwenza anaitwa Penina, naye alikuwa ni mmoja wa watu ambao hakuwa na hii emotion. Ndio maana nataka niwaambie, sio kila mtu mwenye emotion hii ambaye nazungumza. Na tunapozungumza how shall this be, ni ile nguvu ya responsibility. Yani ni mtu unayewaza. Hata nikiangalia sura yako, ni kijana, lakini ni kijana mwenye wazo hili, mwenye emotion hii. Litakuwaje neno hili? Kwenye karama niliyokuwa nayo, litakuwaje? Kwenye huduma nilionayo, itakuwaje? Kwenye biashara ninayofanya, itakuwaje? Kwenye maisha yangu ya kawaida, itakuwaje? Na hali kadhalika leo tuna wanaume ambao wana sura hii. Yani anaamka asubuhi, ni responsible father, ni baba mwenye majukumu, na anasema, anatembea kwenye kauli hii, litakuwaje neno hili? Ana keep time, ana uwezo wa kufikiri, responsible kwenye familia, ni father, mwenye falsafa hii kichwani, how shall this be? Anajiuliza, dream house, nyumba ya familia hii itakuwaje? Watoto wangu wanasoma wapi? Wanapata elimu gani? Nafanya nini kwa ajili yao? Nina majukumu mengine nje ya watoto. Ana majukumu mengine kwenye jamii, ana majukumu mengine kwenye taasisi, ana majukumu mengine kwenye kampuni. Anawekeza kwenye jambo gani? Ni wanaume wenye majukumu, wenye maswali kama haya, na si wote, ni wachache. Na asubuhi ya leo nataka nikuambie juu ya watu ambao wana majibu ya dunia. Yani ni watu ambao saa zote wanaweza kujiuliza juu ya swali hili. Kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya watu ambao hili swali sio la muhimu kwao. Anaweza kuwa kiongozi wa maana sana kabisa, wa ngazi kubwa tu, lakini how shall this be? Ni kiongozi katika familia, ni kichwa katika familia, lakini hili swali how shall this be, kwamba hii nyumba inaendaje, hii boma inaendaje, hiyo hana habari hiyo. Anaamka asubuhi, kuna kucha jioni, raha leo na bembea, maisha yanaenda. Wapo watu wa namna hiyo wasiofikiri. Kuna watu wamekabidhiwa taasisi kubwa tu, wamekabidhiwa taasisi, tena taasisi ya heshima, lakini habari ya hiyo taasisi na yeye hawakutani hata siku moja. Ni kama gazeti ambalo limebeba habari, na hilo gazeti ni karatasi isiyosoma, haina mpango. Kwa hiyo wapo watu wa namna hiyo kwenye organizations hivyo. Amekaa kwenye kiti hapo, lakini how shall this be? Si mtu anayejiuliza jambo kama hilo. Kwa hiyo wale wenye majibu, sema mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali ni yule daima anayetembea na kauli hii maishani mwake, litakuwaje neno hili? Kama nimekabidhiwa usharika huu na uongozaje hii parokia, nilikuta parokia hii ikiwa na, au sharika huu ukiwa na jambo gani, na nina add value kwa kiasi gani katika usharika huu ambao nimepewa? How shall this be? Wapo wachungaji wenye maswali, how shall this be? Wapo mapadri wenye maswali, how shall this be? Kwenye hii parokia, kwenye hii usharika, how shall this be? Wapo watu wenye maswali, how shall this be? Kwenye ndoa, kwa watoto. Wapo watu, na hawa wanakuja na majibu ya maswali magumu katika maisha yao. Haleluya. Hoja ya pili, kuna maswali yani how ya muda mfupi, na yanakupelekea kuwa mtu mwenye majibu katika dunia yenye maswali. Yani kuna small how na main how au big how, lakini main, labda nimependa kuchagua ile main. Kuna temporary
lakini pia kuna temporary how, lakini kuna main how. Na hili nitataka nifafanue vizuri ili uweze kuelewa. Kuna maswali kuna maswali ya muda mfupi, temporary, very temporary. Usiondoe haraka kiasi hicho. Watu wanaweka notes pale, tafadhali. Very temporary wanaweka pale, na mtu anaweza kajiuliza juu ya hii how. Ni ya temporary, ni ya muda mfupi. Lakini kuna maswali ya muda mrefu, yani swali ambalo how shall this be, ambayo inaenda kwa muda mrefu, inaenda kwa miaka katika kutimiza yale ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha ya kwako. Na anyway, sasa nitapenda kuangalia mambo machache hapa ya haraka. Kwanza nataka kuangalia juu ya Yusufu. Yusufu alikuwa na temporary how, lakini alikuwa na main how. Alikuwa na maswali ya muda mfupi na ya dharura, lakini alikuwa ana swali la muda mrefu alilokuwa nalo. Swali la muda mrefu ni ile ndoto aliyoota kwamba aliona jua na mwezi vikimuinamia na nyota 12 na ndugu zake wakimsujudia. Aliona akiwa na ukuu ndani. Hiyo ilikuwa ni ndoto yake. Yusufu alikuwa na hatima ya kuleta ufumbuzi, kuondoa crisis, baa la njaa lilokuwa linaikumba dunia. Lakini alipaswa kwanza azishinde hau zake binafsi. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo alipaswa kulishinda. Na hau za Yusufu ziko chache. Moja, alitupwa kisimani. Tafakari ya Yusufu akiwa kwenye lile shimo alipotupwa na ndugu zake, aliona ndio mwisho wake. Aliona ndio mwisho wake. Lakini aliona zile ndoto alizoota zimeishia pale. Aliona zimeishia pale. Lazima alijiuliza, litakuaje neno hili? How shall this be? Nimekuambia kuna watu wanaotembea maisha yao na how shall this be? Litakuaje neno hili? Na ndoto zake zitakuaje? Hata ndugu zake walipomtupa kwenye shimo, wakati Yusufu analeta chakula kwao, nao walisema hivyo hivyo, tumuue tuone zitakuaje ndoto zake. Tuone zitakuaje ndoto zake. Kwa hiyo yale maono ya kwake ya jua na mwezi zimsujudie, yeye ameshazikwa na ndugu zake. Kwa alikuwa anajiuliza, litakuaje neno hili? Akiwa kule kwenye piti, akiwa kule kwenye shimo. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nina habari njema inayoondoa habari mbaya katika maisha yako, kwamba your pit is not your grave. Oh my God, oh my God. Hata kama mna huzuni ya muda mrefu, hebu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Your pit is not your grave. Shimo walilokuweka sio kaburi lako. Kuna watu ambao wametumbukizwa kwenye mashimo ya hasara, kwenye mashimo ya magonjwa, kwenye mashimo ya fitina, kwenye mashimo ya kukataliwa, kwenye mashimo ya kutupwa nje, kwenye mashimo hata ya kunyang'anywa vitu. Nataka nikuambie kwa neno la Bwana, shimo walilokutupa ni shimo, lakini sio kaburi. Washindi wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana. Pigie Bwana na makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, alafu mpigie tena Bwana makofi. Mtapona tu ninyi. Nitanyoka na nyie mpaka mtapona. Tena ngoja nije karibu na nyie hapa. Mnamzingua nani? Mtapona. Nasema piga makofi yanayoeleweka na vigelegele. Hallelujah. 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 Lile kanisa na ile morning glory ya wiki iliyopita na mwezi uliopita, nataka kuiona tena na mwezi huu. Nataka I can see your smile. Hallelujah. Yes, Biblia inasema ulimwenguni mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na kujipa moyo ni pamoja na kumshangilia Mungu no matter what. Acha Mungu wetu awe Mungu. Hallelujah. Acha Mungu wetu awe Mungu. Mpigie tena Jehova na makofi mengi. Hallelujah. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninasema kwa neno la Bwana, kaburi
walilochimba pamoja na shimo walilochimba halitakuwa kaburi kwako, lakini ni mahali ambako unapita. Yesu Kristo akasema mnapita mautini kuingia uzimani. Wako wapi washindi wanaonielewa hapa? Pigie Jehova makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Your pit is not your grave. Kuna watu ambao umeangukia kwenye piti na unafikiri ya kwamba hapo ndipo ambako umezikwa. Haujazikwa, haujaisha. Ndoto yako haijazikwa, maono yako haijazikwa, jina lako halijazikwa, bado upo sana kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema bado nipo sana na maono yako yapo sana? Pigie Bwana makofi. Hallelujah. Shimo walilokuweka sio kaburi yako. Nisaidie kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ni lazima uelewe kabisa kwa neno la Bwana ya kwamba Mungu anapolituma neno lake kwenye maisha ya kwako, hakulituma bure. Limekuja kwa makusudi asubuhi ya leo. Yusufu gerezani. Tafakari ya Yusufu akiwa gerezani ilikuwa ni zipi? Alitafakari nini? Alikuwa na how shall this be? Na hata ninyi kila mmoja kwa namna yake. Kama ni mwaka juzi sijui, kama ni mwaka jana sijui, kama ni mwezi uliopita sijui, lakini nafahamu kila mmoja ana how shall this be. Na hapo ulipo na hiyo sura yenyewe unayoniangalia nayo kwa hivi, najua tu kwamba unajiuliza how shall this be. I know myself. Na yeye akiwa kule gerezani anajiuliza how shall this be? Ninakuja kuondoka hapa, litakuwaje neno hili? Nataka nikuhakishie kwa neno la Bwana, the prison they put you in cannot kill your destiny. Uwe na hakika, gereza walilokuweka haliwezi kuwa hatima yako hata kidogo. Kuna magereza, mavifungo yamefungwa, unaona mambo yako hayaendi, maisha yako hayaendi, lakini katika magereza yale na vifungo ambavyo wanadamu wamekuweka, haiwezi kuwa dream yako hata kidogo. Kama magereza yangekuwa yanaua dream ya Mandela ingekufaga. Kama alikaa miaka 27 na bado akatoka, nataka nikutie moyo, don't worry. Mungu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Sema amina ukimpigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Baada ya Yusufu kushinda hau zake, alisimama mbele ya Farao na kutatua hau ya dunia nzima. Zilikuwa ni temporary house. Hizo zilikuwa ni temporary house za kukataliwa na ndugu zake, ya kuuzwa, ya kusingiziwa kesi ya ubakaji, ya kuwekwa gerezani, temporary house. Lakini kulikuwa kuna main house. Na mimi ndicho ambacho nataka kusema na wewe hapa asubuhi ya leo. Zipo temporary house ambazo tunakutana nazo, maswali ya dharura tunayokutana nayo katika maisha yetu, lakini hayawezi kuondoa lile swali la msingi ambalo tunatembea nalo, from how to who. Jambo la tatu au hoja ya tatu, Biblia inasema mkutaniko wa maswali ya Farao. Mkutaniko wa maswali ya Farao na Yusufu. Lihau la Farao na lihau la Yusufu kukutana na lihau la dunia ambalo ni njaa ya miaka 7. Litakuwaje neno hili? Hapa nataka kufafanua kidogo juu ya Yusufu. Alikuwa ana main house ya muda mrefu. Farao ameota ndoto na ikampeleka kwenye how shall this be, kampeleka litakuwaje neno hili, kaleta swali. Lakini wakati huo dunia ilikuwa ina maswali yanayohitaji majibu kwa sababu ya njaa ambayo ingekuja mbele yao. Sasa Biblia ninayosoma inaniambia majibu aliyokuwa amebeba Yusufu yaliyomsaidia Farao, na Farao alikuwa na majibu ya Yusufu ya yeye kuwa waziri mkuu. Oh my God. How my house labda ningesema hivi, yani maswali makubwa mawili main ya muda mrefu yanapokutana. Labda nipe nikupe. Farao anahitaji tafsiri ya chakula na Yusufu anahitaji cheo
ndoto yake itimie katika maono na ndoto aliyokuwa nayo ya kuwa kiongozi mkubwa kwenye leadership na management. Asa Biblia ninayosoma inaniambia hizi hau mbili zilikutana ghafla. Mkutaniko wa maswali ya Farao na Yusufu. Na mimi nataka nikuhakikishie kwenye maisha ya kawaida, na mimi nakuombea 2026 Mungu akupe neema ya kwamba ukutane na mtu ambaye wewe unapojibu swali lake gumu, amejibu na la kwako la muda mrefu. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Yani watu wenye how shall this be wanapokutana. Na acha nikwambie, hata kama unafanya biashara, hata kama hata mimi kwenye huduma yangu ya kichungaji, hata wale vijana hawa, watoto wanaosimama hapa, kama hana swali moyoni mwake, falsafa ile ya Bikira Maria, kama hana swali litakuwaje neno hili, yani kama yeye mwenyewe hana kitu anachojiwazia, akija hapa hata ningempokea, hata ningekaa naye ni mzigo. Kama unataka kuajiri mtu ambaye atakuwa enterprises kwenye kampuni yako, anayeweza kufanya kazi, ni yule mtu ambaye ana swali hili kwamba how shall this be. Kwa hiyo Farao ana swali, litakuwaje neno hili. Anakutana na Yusufu naye ana swali, litakuwaje neno hili. Chuma hunoa chuma. Haleluya. Chuma hunoa chuma. Yani vimekutana viwili vinavyofanana. Tofauti unayopata shida kwenye kampuni yako, kwa nini unaingia kwenye hasara? Ni kwa sababu unamwajiri mtu ambaye hana swali kwenye maisha ya kwake. How shall this be? Yani ndani yake hana kitu ambacho anaona anaweza akasaidia au akacontribute, au hana woga. Yani anaweza akachelewa, anaweza asije, anaweza akapora mali ya kampuni, anaweza akauza injini ya gari, lakini hana passion moyoni mwake. Hana hicho kitu. Na mimi nataka niwaambie, wengi mnaangaliaga vyeti sana, na kuangalia ufaulu wa makaratasi sana, na kuangalia credentials za university sana, na kuangalia GPA sana. Na waambieni hivi leo, mtu wa maana ni yule mwenye uwezo ndani wa how shall this be. Mwenye nguvu ya kusema litakuwaje neno hili. Litakuwaje neno hili. Walikuwa wanawake wengi katika nchi ya Misri, katika nchi ya Israeli, lakini Bikira Maria ndiye aliyekuwa na passion, moyo wake ulikuwa umebeba hilo, litakuwaje neno hili. Sasa wamekutana, Farao na swali lake how shall this be. Ameita mpaka waganga wa kienyeji, amechanjwa mgongo mzima, pigwa chale, mgongo umekuwa kama chekecheke zile za Wachaga za kuchekechea kahawa, na hajapata majibu. Halafu anakuja mtoto wa Kiebrania, a very young boy, kijana wa miaka 30, na yeye anakuja, ana passion, ana spirit. Yes, sasa hiyo ndio nimepata hoja. Ana spirit, ana roho ya litakuwaje neno hili. Ana spirit ya how shall this be. Na mimi nataka nikuambie, ukipata mtu kwenye kampuni yako, hata kama ni saluni ya nywele, hata kama ni saluni ya kichwa, hata kama ni saluni ya wapi, akasema how shall this be, ninainuaje hii saluni ili inisaidie mimi na maisha yangu na niweze kufanya kazi hapa kwa muda mrefu. Yani ukipata mtu kama huyo ukamkabidhi kazi, utaona. Lakini ole wako ukabidhi mtu ambaye hana mpango, yeye anataka, amekuta carpet, anataka atafute namna gani ya kuondoka na hilo carpet. Amekuta friji, analipigia hesabu kama Yuda. Amekutana na Yesu, watu wanapona, Petro anaona anafikiri juu ya kuanzisha kanisa na kusimamia kanisa. Yuda anafikiri juu ya vipande 30 vya fedha, namna gani nitampiga bei immediately. Petro anajiuliza how shall this be. Yuda anaangalia bei gani nitamuuza kwa haraka. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nataka nikuhakikishie, katika maisha haya ya kawaida umesimama katika lipi? Okay,
vipi katika dunia yenye maswali mengi, wewe mwaka wa 2026 katika maisha yako umejipanga kwa lipi? Lihau lipi la dunia unanyoka nalo? Yani lazima uangalie, dunia ina mahau kibao kabisa. Yusufu amekutana na lihau la njaa huko Misri akanyoka nalo. Lakini nataka nikuulize wewe, umewekeza katika lipi? Chagua lihau limojawapo la dunia ulifanyie uwekezaji. Yusufu alinyoka na chakula, aliwekeza kwenye chakula, akalisha dunia kwa miaka 7 na kualisha wanafamilia wake, watu wa nyumbani kwake waliofika karibu zaidi ya watu 70. Walishuka zaidi ya watu 170 wakati ule waliingia katika nyumba yao, lakini waliendelea kuzaliana na kuongezeka. Ukoo mzima walikula katika mikono ya Yusufu kwa miaka 70. Alilisha dunia kwa miaka 7, lakini kwa familia yake alilisha zaidi ya miaka 70. Lakini alinyoka na lihau limojawapo la chakula. Sasa kuna house nyingi za dunia hii. Yani ulimwengu au dunia ina hau kibao. Kuna watu ambao wanajiuliza, nawezaje kujenga nyumba nzuri? Wanahitaji fundi mzuri. Hilo ni hau la dunia. Jana nilisema kuna wengine wanahitaji watoto wao wasome vizuri, na ni dream ya kila mzazi. Iko wapi shule nzuri? Ni hau ya dunia. Wengine wanawekeza kwenye elimu, wengine wanawekeza kwenye afya, wengine wanawekeza kwenye utalii. Kuna entertainment, kuna sherehe na kusherehesha. Wanahitajika ma-MC ambao wanaweza wakawa wabunifu. Wanahitajika makatera, wanahitajika watu. Yani dunia ina maswali mengi, na hata kila mmoja aliyeko hapa, kama unafanya biashara, usifanye biashara tu kwa sababu watu wanafanya biashara. Fanya biashara kama mtu ambaye unajibu lihau limojawapo la dunia. Kabisa, kabisa. Watu wanataka kuomba kwa mfano. Hata mimi ni mchungaji. Najua ya kwamba watu wanahitaji kabisa kupata neno la Mungu, mahubiri mazuri, mafundisho, maombi, na wapate nafasi ya kutosha kwenye ibada na waabudu katika ibada kwa uhuru. Hilo ni lihau ambalo lipo duniani, liko katika jumuiya na katika dunia, na si tu kwamba ni hapa Kilichonyama peke yake. Hili ni lihau la dunia nzima. Mafungo haya tunayofunga leo ni mafungo tunayoshiriki mataifa 180 duniani kote. Na nataka nikuulize, wewe umeamua kunyooka na lihau lipi? Nyie praise team, dunia ina stress ya kutosha, na wengine saizi wana trauma. Kwa hiyo watu wanahitaji kupata praise and worship songs nzuri, nyimbo nzuri za kuabudu. Watu wana maswali ambayo hayana majibu. Hivi mnanyooka au umewekeza katika lipi? Mimi siwezi kutaja taaluma zote. Wengine ni mainjinia, wengine ni madaktari, kila mmoja ana namna yake. Wengine ni watumishi, wahubiri, wahubiri, waombaji. Watu wana matatizo makubwa. Waombaji, wahubiri, walimu, wamejichimbia wapi ili waweze kutotoa kusimama na mahau makubwa ya dunia na kujibu maswali mengi ya dunia. Leo watu wanahitaji hata kulala usiku kucha wakiwa wanakesha. Tuna Radio Kicheko ambayo tunahudumu nayo. Watu wanakesha kwenye Radio Kicheko, watu hawalali, watu wana msongo wa mawazo, watu wanaumwa, watu wana mateso mengi. Tuna huduma ya WPO, watu wanapiga simu masaa 24. Lakini tunataka kujua katika mahau ambayo watu wanajiuliza ni lini na ni saa ngapi, wewe kama mtu ambaye unabeba maono ndani yako umeweka mawazo. Je, umewahi kufikiri juu ya kuwa na television ya masaa 24 ya Kikristo ya maombi? Umewahi kuwaza juu ya radio ya maombi ambayo watu wanaweza kuombewa day and night? Umepata nafasi ya kufikiri kitu gani kwa wale ambao labda ni wa field ya madhabahu, walimu, wachungaji, waombaji, ni namna gani ambavyo umesimama? Lakini kwenye biashara, kwenye uwekezaji ambao umewekeza, unataka kufanya nini? Kama unadili na mafuta, namna gani unafanya? Kama unadili na furniture, namna gani unafanya? Kama unadili na kitu gani? Yani hicho ndicho ambacho asubuhi ya leo ningekuomba tafadhali. Watu wanapenda kupendeza. Unadili na saluni ya klasiki kiasi gani?
Unadili na urembo, sijui una urembo, sijui unafanya biashara za urembo. Kwa kiasi gani unafikirije? Watu wanataka kupendeza. Watu wanataka kupendeza. Watu wanajiuliza nitatokaje? Yaani nitatokelezeaje? Hii Christmas navaa nini? Nivae wapi? Nani anashona suti mahali ambako naweza kwenda nikavaa nguo inayoeleweka wapi? Watu wanauliza maswali hayo. Wewe umewekeza katika lipi? Yusufu aliwekeza katika chakula. Mimi ni maombi yangu tunapoanza kuomba kwa ajili ya diary ya kwako, ninakuomba tafadhali hakikisha kwamba ni miongoni mwa watu ambao kwa neema ya Mungu unatembea na hali lililoko duniani. Narudia kusema hau ya kwako ina majibu na inakuwa connected na jumuishi zilizoko duniani, na ni nyingi ukiweza kufikiri, ukiweza kuthink. My time is over. Naomba usimame. Muda wangu umeisha. Chukua diary yako kama kuna wale wenye diary. Kama hauna diary lakini umeandika kwenye moyo wako, kwenye mindset yako, tunataka kuomba maombi mawili asubuhi ya leo. How shall this be? Na swali la kwanza, ombi la kwanza kwa haraka kwa sababu ya muda wetu asubuhi ya leo, lakini maombi haya yanaendelea jioni, ambayo watakaofika jioni watapata nafasi kubwa zaidi ya kuomba. Maandalio ya moyo wako, yani ombea mpango wako, mpango kazi, vision, future yako, mambo ambayo umeyakubali. Na tunasimamia neno la Mithali 16:1. Mithali 16:1, Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo tutaombea hilo jambo la kwanza, ambalo tutaomba kwa ajili ya hizo diary. Alafu ombi la pili, ili nikisha simama kuomba naenda moja kwa moja. Ombi la pili ni kujiombea amani binafsi. Jiombe amani binafsi. Ondoa hiyo trauma na hayo mashaka na uchungu na hasira. Ondoa. Jiombe amani. Jipatanishe nafsi yako. Nafsi yako imefarakanishwa na nini? Umefarakana ndani ya moyo wako na nini? Umejifarakanisha na kitu gani? Jiombe amani ya nafsi yako. Amani yako. Sitaki uombe amani sijui ya nani. Amani yako. Nasikiliza. The law of peace. Sheria ya amani yako. Sheria ya amani yako imeandikwa kwenye kitabu cha Yeremia 29:7. Hiyo ni sheria ya asili ya amani yako. Biblia inasema hivi: kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Yani ili uwe na amani ya nafsi, ulale, uamke, ufanye kazi zako vizuri, biashara yako iende, mji unaokaa uwe na amani. Kwa hiyo ombea mji na kuutakia mji unaokaa amani. Ninajua ni maelfu ya miji ninayehudumia, na hudumia zaidi ya mataifa 180 duniani kote. Kwa hiyo ninaomba utakie huo mji amani. Utakieni mji amani. Yesu Kristo akasema hata mkiingia katika nyumba, isalimuni ile nyumba mkiitakia amani. Kama hakuna mwana wa amani, amani itawarudia ninyi. Lakini hakikisha nafsi yako inakuwa na amani.